tai wanakusanyika pamoja. Hii ni barua ya leo Jumamosi, tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka wa 2025, kutoka kwa nabii wa Mungu ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana, Marekani, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Mpendwa bibi harusi mkamilifu, hili si jambo la kujibunia, enyi marafiki. Hii ni Bwana asema hivi maandiko. Kila Mkristo anataka kuwa bibi harusi, lakini tunajua bibi harusi wake watakuwa wachache tu waliochaguliwa. Tunajua yeye anayo mapenzi ya kuruhusia, lakini bibi harusi wake lazima awe katika mapenzi yake makamilifu. Kwa hivyo lazima tumtafute Mungu katika neno lake, na kisha kwa ufunuo tutajua mapenzi yake makamilifu, jinsi ya kuwa bibi harusi wake. Tunapaswa kuyachunguza maandiko, kwa maana tunajua Mungu kamwe habadilishi mawazo yake kuhusu neno lake. Mungu habadilishi mpango wake. Yeye habadilishi chochote. Jinsi alivyofanya mara ya kwanza ni kamilifu. Kile yeye alichofanya jana atafanya vivyo hivyo leo. Jinsi yeye alivyomwokoa mwanadamu tangu mwanzo, itambidi amwokoe mtu leo kwa njia ile ile. Jinsi yeye alivyomponya mtu wa kwanza, hana budi kufanya vivyo hivyo leo. Jinsi ambavyo Mungu alichagua kumwita na kumwongoza bibi harusi wake, atafanya vivyo hivyo leo, kwa kuwa yeye ni Mungu na hawezi kubadilika. Neno linatuambia kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hivyo wakati tunapolisoma neno lake, tunaweza kuona wazi kabisa jinsi yeye alivyochagua kumwita na kumwongoza bibi harusi wake kwa kila kizazi. Yeye alimchagua mtu mmoja. Alisema wao walikuwa neno la siku yao. Nabii alituambia yeye kamwe hakuwa na kundi la watu. Wao wana njia tofauti, mawazo tofauti, na muhimu zaidi, alisema neno la Mungu halihitaji kufasiriwa. Kwa hivyo kila nabii alichosema katika kila kizazi hakiwezi kuongezwa kwake au kuondolewa. Lazima iwe neno kwa neno kile alichonena. Rahisi sana ukiniuliza mimi njia ya Mungu iliyoandaliwa ni ipi? Dumu na nabii. Sasa sio tu kwamba tunajua fika njia ya Mungu iliyoandaliwa tangu mwanzo vile imekuwa, bali Bwana yeye hata atanena kupitia malaika wake na kutuambia kile yeye atakachofanya katika siku zijazo, ili tu kuthibitisha kwa mara nyingine tena, Mungu habadilishi mpango wake. Baada ya bibi harusi wake sisi kuondoka hapa duniani na kuitwa kwenda kwenye karamu ya harusi, Mungu atawahitaje wale Wayahudi 144,000 waliochaguliwa? Kundi la watu? Sasa mara kanisa hili bibi harusi limevutwa pamoja, linanyakuliwa na ile siri ya muhuri ya 7, ama muhuri ya 7, ile siri ya kuondoka. Nao Wayahudi wanaitwa kwa siri ya baragumu ya 7, ambayo ni manabii wawili, Eliya na Musa, nao wanarudi. Kwa hivyo mara tu bibi harusi atakapovutwa pamoja,
tutatwaliwa juu. Tunajua kuna kitu kimoja tu kinachoweza kumvuta bibi harusi pamoja: Roho Mtakatifu. Naye Roho Mtakatifu ni neno lake, nalo neno lake la siku hii ni sauti ya Mungu. Nayo sauti ya Mungu ni... Kama nimewaudhi kwa kusema hivyo, nisameheni, lakini nilihisi hilo huenda lilichukiwa. Bali mimi ni sauti ya Mungu kwenu. Mnaona? Nalisema hilo tena. Wakati huo ilikuwa chini ya uvuvio. Mnaona? Naomba niingilie hapa na niseme, nukuu hii moja tu kutoka kwa malaika mjumbe wa Mungu aliyethibitishwa inapaswa kutosha kabisa kwa wote wanaojiita waaminio katika ujumbe huo. Wakati wa mwisho, wadai mchungaji wao abonyeze play katika makanisa yao au ajiuzulu, ili waweze kumpigia kura mchungaji mwenye ufunuo wa kweli kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo baragumu ilipigwa, nao manabii wawili wakatokea, kwani yeye hawezi kuwa na malaika wake wa saba pamoja na bibi harusi wake hapa duniani wakati ule ule wao wanapokuja. Kwa hivyo yeye anawahitaji Wayahudi kwa njia ile ile aliyomuita bibi harusi wake mataifa. Nao Wayahudi wanaitwa kwa asiri ya baragumu ya saba, ambayo ni manabii wawili. Bibi harusi hana budi kuondoka njiani apate kwenda juu sasa, kusudi wale watumishi wawili wa Mungu katika ufunuo, wale manabii wawili wapate kujitokeza, kusudi wawapigie ile baragumu ya saba, wawajulishe Kristo. Ni wazi kabisa, Mungu habadilishi mpango wake. Yeye aliwatuma manabii wake. Kwa hivyo bibi harusi wake atadumu na njia yake iliyoandaliwa, nabii malaika wake, sauti ya Mungu iliyo kwenye kanda. Kisha, ili kulifanya liwe wazi kabisa, Mungu kwa mara nyingine tena anazungumza na kumwambia bibi harusi wake, mmedumu waaminifu kwangu na njia yangu iliyoandaliwa. Kwa hivyo njia yangu iliyoandaliwa ya siku yenu itawaambieni, yule malaika wa saba mjumbe aseme, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Sauti hiyo ni muhimu sana, sauti ya Mungu ikinena kupitia malaika wake wa saba kwenye kanda. Mungu ataitumia sauti hiyo, sauti ya malaika wake wa saba. Sio kundi, sio mimi, sio mchungaji wako. Sauti ya malaika mjumbe wake wa saba kututambulisha sisi kwake, Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo tunafahamu sisi ndiyo bibi harusi wake. Tuko katika mapenzi yake makamilifu. Tunaufuata mpango wake kwa ajili ya siku hii kwa kubonyeza play. Sehemu ya bibi harusi wake itakusanyika Jumapili hii saa 6 mchana masaa ya Jeffersonville, ni saa 2 usiku ya Afrika Mashariki, kumsikiliza mchungaji wetu, malaika mjumbe wa Mungu, William Marion Branham. Naye atakuwa akizungumza nasi na kutufunulia kwamba halipo kanisa lingine, hamna kundi lingine la watu tangu kuumbwa kwa ulimwengu ambalo limewahi kupata fursa tulionayo ya kuungana pamoja kumsikiliza Mungu akizungumza nao moja kwa moja. Sisi ni watu waliobarikiwa jinsi gani! Tunayo furaha sana, tunashukuru sana. Bibi harusi anafanyika mmoja na bwana harusi, ndugu Joseph Branham.
Sikukuu ya baragumu 64-0719M. Maandiko ya kusoma kabla ya kusikiliza ujumbe. Mambo ya Walawi sura ya 16 yote. Mambo ya Walawi sura ya 23 mstari wa 23 hadi wa 27. Isaya sura ya 18 mstari wa 1 hadi wa 3. Isaya sura ya 27 mstari wa 12 hadi wa 13. Ufunuo sura ya 10 mstari wa 1 hadi wa 7. Ufunuo sura ya 9 mstari wa 13 hadi wa 14. Ufunuo sura ya 17 mstari wa 8.